Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitasema kwa kifupi sana ili tuweze kuendelea na huduma. Uongo kweli? Napenda nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwahudumia Watanzania na kutuelekeza tufanye kazi kwa weledi ili tuweze kuwaletea maendeleo na waweze kupata haki katika wizara hii ya Katiba na Sheria. Hakika tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tuko hapa kwa niaba yake kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata haki, na haki hiyo ni kuanzia hapa na kuendelea. Lakini pia ndugu zangu, niwapongeze sana wana Morogoro kwa kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan Oktoba 29 na kupata kura za kishindo kwenye uchaguzi. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia. Lakini pia niwapongeze sana wana Morogoro kwa kudumisha amani na mshikamano. Kwa taarifa nilizonazo kutoka ofisi ya mashtaka, hakuna Mtanzania wa Morogoro ambaye yupo mahabusu au alishiriki maandamano Oktoba 29, ambapo ni kufanya fujo kwa namna moja au nyingine. Hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hatuna takwimu yoyote ya mwananchi wa Morogoro ambaye alishiriki fujo Oktoba 29. Badala yake mlifanya maendeleo na mkaendelea kudumisha amani, na watu walitamani sana kuja kukaa Morogoro. Hakika Morogoro mko vizuri sana. Hongereni sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa niaba ya wananchi wote wa Morogoro. Kwenye haya kwa kweli mjipigie makofi mengi sana tena. Asante. Pia napenda kuchukua fursa hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro nikushukuru. Tulishauriana tukasema kwamba lazima tuanze kuleta huduma ya kisheria wakati tukiwa tunasubiri Mama Samia Legal Aid campaign ile kubwa. Sasa tukasema tuanze kidogo na wananchi hawa ili tuanze kupunguza tukiwa tunaanza mchakato wetu mwezi Januari huu. Tutaanza program maalum ya Mama Samia Legal Aid campaign, na nikuhakikishie kwamba tutapita kwenye halmashauri zote za mkoa wa Morogoro na wilaya zote za mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutakuja kwa sababu tunaamini kwamba Watanzania wa Morogoro wanahitaji hii kwa kiwango kikubwa zaidi. Ikumbuke wizara yetu iliandaa na kutekeleza kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia Legal Aid kampeni ya awamu ya kwanza, na mkoa wa Morogoro tulikuja na tulifanya kazi kubwa katika mkoa huu. Na niseme tu kwamba nipende kwa taarifa kuwa awamu ya kwanza ya utekelezaji wa kampeni ya Samia Legal Aid ilifanya kazi ifuatayo katika mkoa wetu wa Morogoro. Tuliwafikia wananchi zaidi ya milioni 3,734,157, wakiwemo wanawake, kwa maana kwamba Tanzania nzima milioni 3,734,157, wakiwemo wanawake 1,807,440, na wanawake takriban milioni 1,926,717. Lakini kwa mkoa wa Morogoro tuliwafikia Watanzania wengi zaidi ya 300,000 ambapo walipata huduma ya msaada wa kisheria. Ndugu zangu wananchi wa Morogoro, wizara itaendelea kuhusisha daftari la watoa huduma za msaada wa kisheria ili kuweza kusambaza kwa wadau wengi ambao kwa namna moja au nyingine tutashirikiana na wenzetu wa TLS, mawakili wa serikali, wanasheria, pamoja na wenzetu wa polisi na taasisi mbalimbali za utoaji haki. Pamoja na hivyo, niwashukuru sana vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilivyopo katika mkoa wetu wa Morogoro kuhakikisha kwamba wanashirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria ili kutoa haki za msaada wa kisheria pamoja na kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa pamoja. Lakini niwahakikisheni kwamba tutafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba halmashauri zote za mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Morogoro kwenye awamu ijayo ya utoaji wa kushiriki kwenye operation ya Mama Samia Legal Aid campaign, ambapo tutaweza kufanya kazi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hiyo. Na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba Watanzania walio wengi waweze kupata haki kuanzia ngazi ya kata, vijiji, mitaa, wilaya mpaka taifa, ili waweze kupata haki na ushauri wa masuala ya kisheria. Na niseme tu kwamba nchi yetu inajengwa na sisi wenyewe. Hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba analinda amani ya nchi yetu. Aidha, ninapenda kuwataarifu kwamba
huduma ya msaada wa kisheria zinatolewa bure kabisa bila malipo ya aina yoyote. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan amegharamia karibu gharama zote za utoaji wa msaada wa kisheria. Niwasihi wananchi wa Morogoro, kwa kipindi hiki cha siku 2 ambazo tutakuwepo hapo tarehe 5 na tarehe 6, tujitokeze kwa wingi kuleta changamoto zetu ili tuweze kupata msaada wa kisheria na tuweze kutatua changamoto zetu ili tuweze kupata haki na kuweza kusonga mbele. Lakini kwa mara nyingine tena niwashukuru sana wadau wote wa kliniki hii, ambapo wenzetu wa Jeshi la Polisi, magereza, ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya RITA, lakini pia ofisi ya wenzetu wa TLS kwa kushirikiana kwa pamoja katika utoaji wa haki na kliniki hii. Lakini niseme tu kwamba yako mafanikio ambayo tumeyapata kupitia masuala mbalimbali. Mfano, RITA tulizindua programu maalum ya utoaji wa vyeti kwa muda wa masaa 48. Na kupitia programu hii, kwa mafanikio makubwa, kati ya wananchi 1,658 walioandika kwenye mfumo kwamba wanahitaji vyeti vya kuzaliwa, kati ya hao wananchi 88,000 takriban 372 walipata vyeti vya kuzaliwa ndani ya masaa 48. Maana yake ni mafanikio makubwa, na mimi niwatoe mashaka wa Tanzania kwamba programu hii ya utoaji wa vyeti masaa 48 itakuwa ni endelevu, na tutaendelea kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata vyeti kwa wakati. Rai yangu, tujihadhari sana na udanganyifu. Wale watu ambao wanataka vyeti vya kuzaliwa kwa njia ya udanganyifu na wanadanganya wananchi kwamba wao ndo wanaoshughulika na masuala ya vyeti vya kuzaliwa, tumeshapeana maelekezo kupitia mkurugenzi mkuu wa RITA au kabidhi mkuu wa serikali kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya yote ya udanganyifu katika utoaji wa vyeti vya kuzaliwa. Maana yake ni kwamba tunachukua hatua kwa wale wote wanaojifanya kwamba wao wanashughulika na masuala ya upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa, na ile hali kumbe wanatoa vyeti aidha vyeti feki au wanatoa vyeti kwa njia ya ujanja. Kwa hiyo tunataka mifumo ya serikali iendelee kufanya kazi yake vizuri, na tuna imani kwamba Watanzania wataendelea kutoa ushirikiano kwa wale wote ambao wanajifanya wajanja wakutaka kupata vyeti kwa njia za panya tunasema. Kwa hiyo serikali imeweka utaratibu mzuri tu. Ukifika hapo utakutana na kabidhi wa simu mkuu, ukishasajili majina yako na kadhalika, na cheti chako cha kuzaliwa, na hapo kuna ofisi za NIDA ziko hapo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utapata cheti cha kuzaliwa, utakwenda kujisajili pale kwenye mfumo wa NIDA ili uweze kupata cheti cha kuzaliwa, lakini pia upate namba pia ya NIDA. Lakini pia nichukue fursa hii nipongeze sana ofisi zilizoko chini ya wizara hii ya Katiba na Sheria, ofisi ya taifa mashtaka ambayo imefanya kazi kubwa, na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ofisi ya taifa ya mashtaka inadaiwa ofisi moja tu kule Malinyi, nako tumeelekezana kwamba tutakwenda kufungua ofisi ya mwendesha mashtaka kule, ili tuhakikishe kwamba tutaomba tu ushirikiano kwa mkuu wa wilaya ili tuweze kupata kwa muda tuweze kupata eneo la kufanyia kazi. Na naamini kwamba tutafungua ofisi wilaya ya Malinyi na maeneo mengine, lakini pia tunaendelea kusambaza ofisi za mawakili wa serikali katika maeneo mbalimbali nchini na kujenga ofisi za kanda. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Hapa Morogoro kuna jengo limegharimu zaidi ya bilioni 1 na milioni 400. Daktari Samia Suluhu Hassan amehakikisha kwamba jengo la ofisi ya taifa ya mashtaka mkoa wa Morogoro linakamilika. Hakika tumpigie makofi mengi sana Daktari Samia kwa kusogeza huduma hii. Lakini tunaendelea na ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Nayo nikwambie tu mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumefanya kazi kubwa, na hapa tu katika mkoa wetu wa Morogoro tumeendesha mashauri zaidi ya 49 na kwa kweli tumefanikiwa kuokoa zaidi ya bilioni 8 na milioni 938 271,895. Lakini pia halmashauri hii ya manispaa ya Morogoro tumefanikiwa kupitia mashauri hayo ambayo yalifunguliwa
kati ya serikali pamoja na mdaiwa mmoja ambaye sitamtaja, zaidi ya bilioni 2 na milioni 793 tumeipatia kutokana na uendeshaji wa kesi hii. Lakini niseme tu kwamba ofisi ya taifa ya mashtaka itaendelea kufanya kazi yake vizuri, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, lakini pia ofisi ya Rita nayo itaendelea kufanya kazi yake vizuri, lakini pia tunaratibu vizuri kabisa ofisi ya haki za binadamu pamoja na utawala bora. Na tunakwenda hivyo kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia utaratibu huu ambao wa kutoa haki inaendelea kudumisha utawala bora pamoja na kupatia haki wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitamke kwamba ninazindua rasmi programu hii ya kliniki ya siku 2 hapa Morogoro ili Watanzania waweze kupata msaada wa kisheria, lakini pia waweze kupata vyeti vya kuzaliwa, lakini pia wapate haki ya msingi ya kupata kitambulisho cha taifa NIDA. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwapongeze sana wananchi wa Morogoro, na nikupongeze sana Mheshimiwa Adam Kigoma Malima kwa kuendelea kuweka utulivu katika mkoa huu wa Morogoro. Hakika tukupe maua yako na tumpige makofi mengi sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, hakika anaupiga mwingi. Piga makofi mengi sana kwake.